Praise the name of our Lord Jesus Christ. Sasa katika ibada iliyopita ya Monday tulikuwa tunajifunza jinsi tunafaa kuishi baada ya kupokea neema ya Mungu. Na tukajifunza kutoka kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1:15 mstari wa 10. 1 Corinthians 15 verse number 10. Biblia inasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Hiyo ni kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 10. Paulo anasema ya kwamba ni neema ya Mungu ndo imefanya ako vile alivyo. Sisi pia ni neema ya Mungu ndo imefanya tuko vile tulivyo. Na hii neema ambayo tumepatiwa na Mungu haijakuwa bure, bali hiyo neema imekuja ili ukamfanyie Mungu kazi. Kwa hivyo venye uko saizi, usifikirie ni nguvu zako ama ni uwezo wako ndio imefanya uko hivi. Ujue ya kwamba ni neema ya Mungu ndio imefanya uko vile ulivyo. Na hiyo neema ambayo imekuja kwako haijakuja bure. Imekuja ili uweze kumtumikia Mungu. Ni neema ya Mungu imefanya wewe uko na kazi, lakini unaona watu wengi hawana kazi. Unaona neema ya Mungu imefanya uko na ndoa na kuna watu wanatamani ndoa na hawajafanikiwa. Ni neema ya Mungu imefanya uko na afya nzuri na watu wengine wanatamani kuwa na hiyo afya lakini hawajawezeshwa. Magonjwa zinawasumbua, lakini uko vizuri. Wewe uko poa tu. Uko strong, uko healthy. Jua ya kwamba ni neema ya Mungu ndio imefanya uko vile ulivyo. Hakuna kitu umelipia, hakuna kitu umegharamikia. Mungu amekupea hewa ya bure. Mungu amekusaidia sana. Sasa ujue ya kwamba hii yote haijakuja bure. Imekuja ili umfanyie Mungu kazi. Ndio nasikia Paulo anasema nilizidi kufanya kazi kupita wao, bali si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja na mimi. Kwa hivyo neema ya Mungu imekuja ili tufanye kazi. Na kazi ya Mungu kwanza ni mambo na injili. Kazi ya Mungu inahusikana na injili. Unasikia Biblia inasema Korintho wa 2:6, nasi tukitenda kazi pamoja na yeye tunawasihi msipokee neema ya Mungu bure. Kwa hivyo hii neema tufai kuipokea bure. Inabidi tufanyie Mungu kazi. Neema ambayo tunapatiwa na Mungu isikuwe ni neema ya bure. Na kazi yetu, ile kazi ambayo tunafanyia Mungu ni kuangalia kondoo zake. Ni kuwin souls ili watu waingie katika ufalme wake. Hiyo ndo kazi ambayo tunafaa tufanyie Mungu sana sana. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 9:1 Biblia inasema, je, mimi si huru? Mimi si mtume? Mimi si kumuona Yesu Bwana wetu? Nyinyi si kazi yangu katika Bwana? Kwa hivyo kondoo ndio kazi zetu katika Bwana, kutafutia Mungu souls, kuwin souls for God. Ndio nasikia Paulo anasema nyinyi ni kazi yangu katika Bwana. Kwa hivyo kazi yake ni kuhubiri. Kazi yako ni kuhubiri, ni kuimbia Mungu, ni kumtumikia kwa kulingana na ile neema ambayo umepewa na Mungu. Sasa hiyo ndio kazi yako. Ndio maana Biblia inatuambia kitabu cha Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 5. Timotheo wa pili 4 mstari wa 5. 2 Timothy 4:5. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa injili. Timiliza huduma yako. Kwa hivyo ile kazi ambayo unaambiwa ufanye ni kazi ya mhubiri wa injili. Hiyo ndio kazi ambayo Mungu anataka umfanyie sana sana. Kazi ya mhubiri wa injili. Injili unaweza hubiri kwa njia nyingi. Si lazima tu ukue unasoma vifungu za Biblia kama sisi ama nini.
Injili unaweza kuhubiri kwa njia nyingi. Unaweza kaimbia Mungu, unaweza kasaidia watu. Ni kulingana na ile kipawa ambayo umepatiwa. Hizo vipawa zote umepatiwa ili uweze kumfanyia Mungu kazi. Kwa hivyo ni kitabu cha Wakorintho wa pili 4:5. Uwe na kiasi katika mambo yote, uvumilie mabaya na ufanye kazi ya mhubiri wa Injili. Hiyo ndio kazi ambayo mitume walikuwa nafanya, ndio kazi ambayo manabii walikuwa nafanya, na sisi pia tunafaa tulifanye. Na hata Yesu mwenyewe hiyo ndio kazi alikuwa anafanya wakati alikuwa kwa hii dunia. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3:9 Biblia inasema 1 Corinthians 3:9, maana sisi tu wafanye kazi pamoja na Mungu. Kwa hivyo sisi ni co-workers. Na nyinyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Kwa hivyo kondoo ndio shamba la Mungu, au ndio jengo la Mungu. Na sisi ambao tunakaa kama wachungaji, waimbaji, sasa sisi ni wafanyikazi pamoja na Mungu. Sisi ndio co-workers wa Mungu. Zile kazi ambazo Mungu alifanya, sasa sisi pia tunaziendeleza. Sasa hizi anafanya hizo kazi akiwa pamoja na sisi. Kwa hivyo tukihubiri, ujue kwamba ni Yesu ndiye anahubiri, maana tuko co-workers pamoja naye. Sisi ni wafanyikazi pamoja na yeye. Kwa hivyo wakati ambapo mtumishi wa Mungu anahubiri, ujue kwamba ni Yesu Kristo ndiye analipeana ujumbe wake. Maana Biblia inasema, maana sisi tu wafanyikazi pamoja na Mungu. Sisi ni co-workers. Na kondoo ndio shamba la Mungu, ndio jengo la Mungu. Na katika shamba la Mungu, sio kila kitu inapandwa kwa shamba la Mungu ambao ni watu. Shamba la Mungu unapanda neno la Mungu. Ile mbegu ambayo unapanda ni neno la Mungu. Na hiyo mbegu ni lazima ikuwe mbegu ambayo itazaa mzabibu. Maana Yesu anasema John 15:1, mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Baba ni mkulima, na tumesema sisi ni wafanyikazi tu pamoja na Mungu. Kwa hivyo sisi tu co-workers. Kwa hivyo kama Baba ni mkulima katika shamba, na kwa ile shamba amelima mzabibu, hiyo ndiye amepanda. Hajalima ni marago ama ni mzabibu. Maana sisi pia ni co-workers. Sisi pia ni wafanyikazi pamoja na Mungu. Sasa kwa shamba la Mungu ambayo ni watu, ambao ni kondoo, tunafaa tupande mizabibu. Tupande mizabibu katika shamba la Mungu. Mizabibu ni Yesu Kristo, na Yesu ni neno la Mungu. Kwa hivyo wakati unahubirianga watu neno la Kristo Yesu, wewe unapanda mizabibu. Maana Yesu Kristo ndiye mizabibu. Na hiyo ndio tunatakana. Na katika hii kazi, usifikiri haina faida. Hii kazi ya kufanyia Mungu kazi iko na faida kweli kweli. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 9:23. 1 Corinthians 9:23. I do all this for the sake of the gospel, that I may share in its blessings. Kwa hivyo ndani ya hii gospel kuna blessings. Ndani tu ya hii gospel watu wamebarikiwa kupitia kwa hii injili ya Yesu Kristo. Watu walikuwa wagonjwa, wamepona. Wengine hawakuwa hata na mandoa, wamepata ndoa. Wengine hawakuwa na kazi, wamepata kazi. Kuna watu walikuwa na mahitaji mbalimbali lakini walipata through to hii gospel. Akina Hana walipata watoto, Waisraeli walipata wakombozi akina Samson through to hii tu. Abraham alipata mtoto Isaka through hii gospel. Zekaria walipata mtoto ambaye ni John the Baptist through hii gospel tu. Tunapata blessings, tunapata vitu, tunapata kazi, tunapata vitu vizuri. Kwa hivyo let us do everything for the sake of the gospel. Tusikatae. Kuna watu wengi Mungu amewapea vipaji lakini hawataki kutumia hizo vipaji zao. Mtu amepewa kipaji ya kuimba, kufundisha, kuhubiri, lakini wamekalia hizo talenta zao. Njua ya kwamba watu watakuja kutoa hesabu ya hizo kazi zao, ya hizo talent zao. Hizo vipawa watu watakuja kuzitolea hesabu. Utaambiwa bwana, wewe si nilikupatia kipawa cha kuimba, mbona ulikalia huko unafanya kazi yangu? Sasa nilikupatia kuhubiri, mbona huko unahubiria watu wangu? Nilikupatia hii, mbona huko unafanya? Ndio maana Biblia inasema kitabu cha Mathayo 21:28. Muonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwendea yule wa kwanza akasema, mwanangu, leo nenda kafanye kazi katika shamba la mizabibu.
Tumekuja kusoma pale John 15:1, Yesu anasema mimi ndiye mizabibu. Kwa hivyo shamba la mizabibu ni shamba ambayo ni la Mungu, ambayo imepandwa mizabibu. Na mizabibu ni Yesu Kristo, neno la kweli. Na shamba tumeona ni sisi, ndiye shamba la Mungu. Kondoo ndiye shamba la Mungu. Sasa wakatuma huyu aende afanye kazi kwa shamba la mizabibu. Akajibu akasema naenda, asiende. Yeye hakuenda. Akamwendea yule wa pili akasema vile vile. Naye akajibu akasema sitaki. Baadaye akatubu na kaenda. Je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Wakamwambia ni yule wa pili. Basi Yesu akawaambia, amini nawaambia, watoza ushuru na makahaba wanatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo kulikuwa na watu kama wachungaji. Huyu mwingine amepatiwa kipawa ya kutumikia Mungu, amekataa kwenda. Yule mwingine alikuwa amekataa akaenda. Sasa yule ambaye alienda ndiye alifanya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni kwamba watu wake wasipotee. Kondoo wake wasipotee. Ndio muona na tuma wachungaji kweli kweli, ili wakachunge kondoo zake, wachunge kundi yake na walishe kwa neno lake. Hiyo ni kitabu cha Matendo ya Mitume 20-28, 20 verse 28. Jifunzeni nafsi zenu na lile kundi nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka nyinyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba tulilishe kanisa la Mungu, tuangalie kanisa la Mungu. Hiyo ndio kazi ambayo tumewekwa. Hiyo kundi ambao ni kondoo wa Mungu, tulilishe, tulitunze. Ndio maana Yesu aliambia Petero kitabu cha John, unanipenda? Petero akasema ninakupenda Bwana, lisha kondoo zangu. Tena akamrudia, unanipenda? Yesu Petero akamwambia, unajua Bwana nakupenda, tunza kondoo zangu, walishe. Na mjue ya kwamba hizo vipawa hawajapatiwa watu wote, sio kila mtu ako na hizo vipawa. Kitabu cha Galatians 1:15, lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake, alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu, ili niwahubiri mataifa habari zake. Mara sikufanya kwa shauri ya watu wenye mwili na damu. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba Mungu ndiye anatenganga watu tangu tumboni mwa mama kwa ajili ya neema yake tu, na akiona ni vyema anakudhirishia mwana wake, ili wakati umeenda kuhubiri habari za mwanake. Hauendi tu kuhubiri chochote, hata message unapatiwa. Message ni uende hubiri Yesu Kristo, sio tu kuhubiri chochote. Kitabu cha Wagalatia 1:15. Na hii neema ambayo tunaongelea, yenye Biblia tunasema sasa yote tu ni neema ya Mungu, neema ya Mungu. Yesu Kristo ndiye neema ya Mungu. Yenye Biblia inasema tunaokolewa kwa neema, ni Yesu anaitwa neema ya Mungu. Kitabu cha Tito 2:11. Maana neema ya Mungu iokoayo wanadamu imefunuliwa, nao yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu wa sasa. Kwa hivyo Biblia inasema hii neema ya Mungu inayookoa watu imefunuliwa. Yesu Kristo ndiye anaokoa watu, amefunuliwa. Yatufundisha kukataa mabaya. Kumbe hii neema inafundisha watu, ni mwalimu. Basi Yesu Kristo ndiye mwalimu. Hiyo ni kitabu cha John 13:13, Yohana 13:13. Ninyi mnaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Kwa hivyo Yesu Kristo yeye ndiye mwalimu. Yeye ndiye anatufundisha kukataa mabaya, tuishi kwa kutenda mema. Kwa hivyo yeye ndio neema ya Mungu. Yeye ndio neema ya Mungu.